Okay, asante sana mpenzi msikilizaji wa 97.1 Rise FM Radio. Tunapewa ngoma kupitia madhabahu ya ngome ya Yesu Kristo kwa mwonaji kuhani Mwalimu Richard Mwacha. Kama nilivyokuwa nimekuhabarisha kwamba kwa siku ya leo katika zile habari kubwa kabisa kutoka ngomeni tunayo hii ambayo ni kutoka kwenye kundi zima la NYG Worship Label. Hii ni label mpya mjini na inafanya vyema sana, na nimepata bahati ya kuweza kuzungumza na meneja wa label mwenyewe. Atazungumza mengi kuhusiana na label hii na niko naye hapa. Afande Bright. Ndio mimi, wenyewe wanazoea kuniita Bright Mbwilo, lakini wengi wakaniita Afande Bright Tanzania. Watu wa Morogoro wakanibatiza lingine wakaniita Afande Bright mwenye brightness zake. Ndio huyo mimi hapa. Okay, ongea sana. Na kwa sasa kuna label hii ambayo imekuwa ikizungumzwa sana, na nikapata habari kwamba moja ya watu ambao wanakuwa wanaisimamia, yani mameneja wa label hiyo, na wana mengi ya kuweza kuizungumzia na wadau wetu wasikilizaji waweze kufahamu. NYG Worship Label, hii label imekuja kuleta mapinduzi gani hasa katika muziki wa gospel kwa hapa nchini? Moja kati ya vitu ambavyo mimi kama Afande Bright niliviangalia na nikagundua ni changamoto kwenye muziki wa Injili. Okay. Namna gani waimbaji wa nyimbo za Injili wanaweza kupata management? Waimbaji wengi wa nyimbo za Injili wanafanya muziki kwa nguvu zao, kwa juhudi zao, na mwisho wa siku hawapati kile wanachotakiwa kukipata. Lakini pia muziki umekuwa mkubwa sasa hivi. Muziki umekuwa pamoja na kwamba watu wanafanya huduma, lakini muziki unaingiza pesa. Sasa kama kuna mtu atafanya muziki bila kujua misingi ya muziki inataka nini, unakuta wengi wanaishia kulaumiana, wengine wanaishia kuacha muziki. Tumeona wengine wakikata tamaa, wakikatisha tamaa makanisani, lakini wanasahau kwamba unaweza kuendelea kufanya huduma na muziki wako kwa kulipa mitandaoni. That's why nikaamua kuanzisha label ya NYG Music Label. Okay. Iko chini ya iko chini ya Eliud Davis Bilali kutokea pale NYG Songea. Okay. Yeye ndio CEO wa label. Okay. Lakini tukakaa tukashauriana, akamwambia je, bwana Afande Bright, kwa sababu umekuwa mtaalamu kwenye muziki, umekaa muda mrefu, umekuwa mtangazaji. Okay. Lakini tumekuwa tukiona ukipromo watu, unaweza kusimama kwenye label kama manager. Na of course mimi sasa ndo manager official. Okay. NYG Music Label. Lengo ni moja tu, kuhakikisha kwamba waimbaji wa muziki wa Injili wananufaika na uimbaji wao. Na label hii tayari labda ina watu ambao inawasimamia, au ndo inaanza kupokea watu ambao kwa ajili ya kuweza kuwasimamia? Kuna wengi wanatamani kuweza kulifahamu hili pia. Hii label ndio kwanza imeanzishwa, mpaka hapa tunaongea sasa hivi. Wazo lilikuwepo, wazo lina miezi karibia 5. Okay. Tulikaa, lakini kuanzishwa rasmi kuja kuwa label hii ni wiki ya 2. Okay. Na uwezo kaanzisha kitu alafu hakina watu ambao wanaonekana ili waweze kukisemea. Maana ili tunavyoongelea label, tunaongea sana matunda yake yanaonekana. Kwa hiyo kwa sasa hivi NYG Worship Label nina waimbaji 3. Okay. Ndani kuna Dr. Eliud Davis Bilali. Okay. Amefanya kwenye wimbo wa Tembea na Yesu ambao tutautambulisha pia leo. Okay. Amefanya verse ya 2. Okay. Lakini kuna Calvin Mambene amefanya verse ya 1. Alafu kwenye backup pale kuna Irene Muhando. Na tunatamani kuwa na waimbaji wengine wengi kutoka mikoa mbalimbali. Sasa tufanye Dr. Eliud Davis Bilali, yeye yuko Songea, lakini Calvin Mambene yuko Mbeya, alafu Irene Muhando yuko Mbeya pia. Tunatamani sasa tuweze kupata waimbaji wengine, mwingine atoke Kigoma, mwingine atoke Morogoro, mwingine atoke Tanga. Na fikiria kwa kwanza kabisa nikipata waimbaji 10, kama ndio naweza nikamove nao. Kwa hiyo hii ni kuonyesha tu kwamba watu nipo serious kuhakikisha kwamba waimbaji wanafika mbali. Na kwa wale ambao wanasikiza Rise FM sasa hivi wanafahamu kwamba Afande Bright akiamua kusimama kwenye jambo fulani huwa halipoa linafika. Na wewe unanifahamu hivyo anko sana, najua unanielewa. Yes, ninapata. Hii ni label ambayo waimbaji tunaamini watafika kule wanakotakiwa kufika, watafanya huduma kwa viwango vya juu, lakini pia watapata pesa nyingi kupitia muziki wao, kwa sababu tutaandaa mikataba mizuri namna ya kuwapa wasambazaji waweze kusambaza kazi zao. Lakini hata kazi zinazoenda mitandaoni watu wasurumike, usifurahie kuongeza viewers to YouTube halafu ama kitu nachokeni. Sawa. Na mimi pia kazi hizi kuna wale ambao wanakuwa wanatamani kuweza kuzisikia zaidi. Sawa, wanazisikiza kwenye vipindi hapa, lakini nje ya hapa labda kuna utaratibu ambao umewekwa kwa ajili ya watu kuweza kuzipata kazi zenu. Yes, cha kwanza namna watu wanaweza kupata hizi kazi, hasa kwa hii kazi ambazo tunazitambulisha kwenye label. Okay. Kama niliweke sasa hivi. Okay. Na wimbo ambao umefanywa na waimbaji wangu 3. Okay. Wimbo unaitwa Tembea na Yesu, lakini wimbo ambao pia uko chini ya label ya NYG Worship Label ni wimbo pia wa Jirani ambao nimeufanya mimi mwenyewe. Okay. Na
ilikuwa ni kutaka kuonyesha wasikilizaji na wale watu ambao wanatamani kufanya kazi na sisi, kuonyesha namna gani tuko serious. Ukiangalia production ya jirani, ukaangalia video yake, unaona kabisa ni watu walikuwa wamejipanga. Kwa hiyo ni lebo imewekeza kwenye video, kwenye audio, tukawekeza tena kwenye audio Atembea na Yesu, na tukasema sasa hizi nyimbo watu wanatakiwa kuzipata, tunazifanyaje? Ni lazima zipelekwe kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuna watu ambao wanahitaji hizi nyimbo, watazipata kupitia mitandao yetu ya kijamii ya NYG. Kuna NYG Worship Label tumeupload hapo, lakini baadhi ya chaji na zingine zinapatikana kupitia NYG Center. Sawa, lakini pia kuna groups zetu mbalimbali ambazo tumeziandaa. Hizo groups zina watangazaji, zina watu mbalimbali, zina mafans. Humo pia watu wanaweza wakaomba kujoin kupitia namba ambayo nitaitoa hapa. Tukisha join huko, basi unaweza unapata namna gani ya kuweza kusikiliza nyimbo ambazo zimeachiliwa chini ya lebo ya NYG Worship Label. Lakini pia kuna mtu anatamani kujiunga, anatamani sisi tumsimamie, ana kipaji kizuri, ana huduma ya Mungu wa kweli. Hatutaki watu ambao ni wababaishaji. Tunataka mtu tunamsimamia kitabia awe vizuri, lakini kiroho pia awe vizuri. Kwa hiyo sio tu sauti na tabia zako na mwenendo wako. Yaani unapokuja NYG Worship Label, tuone kabisa wewe ni kioo cha jamii na watu wafaidike kupitia kuona kazi ambazo wanazifanya. Asante sana Afande Blight ambaye ndio meneja wa lebo. Mengi mmeweza kuyazungumza, kwa sababu time yetu imetukimbia. Basi nikupe nafasi uweze kutoa mawasiliano hayo ili kwa yule ambaye anatamani kwa ajili ya kuweza kufanya mawasiliano, kujua anajiungaje, aweze kupata utaratibu mzuri. Karibu. Yes, kupitia nambari za simu 0759 879 755 0759 879 755. Wanaweza kuwasiliana na mimi meneja moja kwa moja, lakini pia kuna mwingine anaweza kutafuta Instagram ama Facebook kule ama TikTok kwa jina moja tu, Afande Blight Tanzania. Kwenye mitandao yote ya kijamii, wewe ni DM, iwe ni WhatsApp, iwe ni TikTok, iwe ni Facebook, ni wapi, nitumie message, mimi nitakujibu, tutawasiliana. Kubwa kuliko yote, pia tunakaribisha sponsorship. Kama kuna mtu na mimi anaweza kuwekeza kupitia lebo yetu, sisi tunamkaribisha tuweze kufanya kazi ya Mungu. Haya, mimi nikushukuru sana Afande Blight, asalimie sana na hongera kwa huduma njema. Bwana Mungu abariki sana, tunawakaribisha sana NYG Music Label. Okay, asante sana. Alikuwa ni Afande Blight huyo.